Mwajua ya kwamba kutoka nipatiane uskani wa nchi na nikapatiana kwa njia ya heshima na ya utulivu na ya amani. Kazi yangu kutoka hapo ilikuwa nianze mpango wa kupatia chama chetu cha Jubilee viongozi wapya wa kuipeleka mbele, na tukaanza hiyo shughuli, na tukianza kwa njia ya utaratibu ule ambao ulikuwa unatakikana kisheria, kikatiba ya taifa na kikatiba ya chama chetu. Lakini wengine wakaona hapana, hii ni nafasi yao ya kuchafua chama chetu, wakatufungia, wakatupeleka makotini. Kwa muda wa miaka mitatu tumekuwa tunang'ang'ana juu ya kitu ambacho hakuna, kwa sababu sisi tulikuwa tunasema wananchi, wanachama wapatiwe nafasi wajichagulie viongozi ambao wanataka. Sasa leo mimi bado niko katika hiyo harakati ya kuhandover, na wengine wanasema ati naingilia siasa. Kama wangeniwachilia ule wakati wa mbele, hii kazi na shughuli ningekuwa nimemaliza zamani, na hiyo ndio ilikuwa upendo wangu. Lakini nimeamua tutaendelea mpaka tutimize hiyo shughuli kulingana na mapenzi ya wanachama wetu na kulingana na sheria na muongozo wa katiba yetu, tukiwa tumefuata sheria ambazo zimewekwa katika katiba letu na katika sheria za nchi yetu tukufu ya Kenya. Kwa hivyo safari tumeianza. Tumeona sasa ya kwamba yale mabadiliko ambayo tuliweka badala ya kubadilisha katiba yetu kidogo, sasa yamekubalika, na Dr. Matiang'i amekuwa confirmed kama naibu wa kiongozi wa chama chetu. Wanamuita Ole Kenta, naye amepewa nafasi ya kuwa katibu mkuu, na wale wengine. Na sasa mwelekeo wetu ni tuanze kule mashinani, mambo ya mobilization na kuandikisha watu na wananchi, tuandikisha wananchi ndio tuwe na uchaguzi wa chama wa mashinani, mpaka tufike juu na tupate viongozi ambao watapeleka chama chetu na nchi yetu ya Kenya mbele, tukijua ya kwamba mbele itakuwa sawa kwa sababu ya waamuzi wa wananchi wenyewe na sio waamuzi wa watu wachache. Na hiyo ndio safari tumeanza, na ndipo tuko hapa leo nikio tuwe guku umuthi. Neguo na tuwe guku tondu togete kimwe itene nyingi iria turenda takiama kuruirira, si ndio? Na nimefurahi kuona wengi ambao wamefika, ambao wako tayari kugombania nyadhifa mbalimbali za uongozi kutoka mashinani mpaka juu. Hiyo ni haki yenu na sisi tuko nyuma yenu. Yangu ni kuhakikishia nyinyi ya kwamba kama mimi niko kazi ambaye nimebaki naye kwa chama, ni kuhakikisha ya kwamba uchaguzi ambao utafanyika ndani ya chama chetu utakuwa uchaguzi wa haki,
bila mapendeleo, wananchi wenyewe waamulie viongozi ambao watataka. Kwa hivyo mimi nakuambia, kama kuna yule ambaye anafikiria utachaguliwa kwa sababu wewe ni rafiki ya mtu fulani, niye ne warata wa Uhuru ni shoka kwe mwananchi, ucio niwe gakuhe kura. No rio kaheo kura ni mwananchi, ucio niwe murata wakwa kuringana na siasa. Urata uyu ungi ni wa kando wa utongoria, ni uria koimana na uria andu a mashinani mageka atia makoiga neguo. Hiyo ndio njia ya kuhakikisha ya kwamba tumepata haki na tumepata viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi, lakini sio viongozi wa kuwekelea. Si ni namna hiyo wenzangu? Na mimi nataka niseme hivi, nikiwa kiongozi wa hii chama, kama kuna kitu mimi nafurahia ya kwamba chama chetu sio chama ya sehemu fulani. Chama chetu ni chama cha kitaifa. We are a national party. Na yale ambao tunazingatia masilahi ya wananchi kutoka kila kona la taifa letu la Kenya. Sisi sio chama ya kubagua, sio chama ya mapendeleo. Sisi ni chama cha kitaifa. Na nikiwa nimesema na naangalia ndugu yangu Matiang'i hapa, sisemi ati kwa sababu yeye ni Mkikuyu. Nasema ukitaka kuwa kiongozi wa chama cha Jubilee, uongoze kwa kuunganisha na kufanyia wananchi wa kazi kila pahali popote wametoka. Moro dagadhure, you go everywhere in this country na usimamie haki zao. Na nafurahi tukiwa na Secretary General wetu hapa, mtu ambaye nimejua miaka mingi, tumetoka naye kutoka wakati tulikuwa TNA. Na kwa siasa zake kule Narok, habagui Masai, habagui wa Kikuyu, habagui wa Kalenjin, habagui wa Kuria. Yeye anahudumia wote wakiwa sawa kama wananchi ambao wanaishi, na yeye ni kiongozi wao. Na hiyo ndiyo mwelekeo wetu kama chama. Na hatuwezi kukubali kurudishwa nyuma. Kana nemo gwetekana kushokio na dhudha. Na hakuna mtu ambaye anastahili kutisha mwenzake. Hakuna mtu ambaye anastahili kutisha kabila tofauti. Sisi zote ni wa Kenya, na Mwenyezi Mungu anajua ni kwa sababu gani alituweka pamoja kwa nchi ambayo inaitwa Kenya. Sio kuja hapa kutugawa na kutupiganisha. Hiyo sio haki. Na nataka niseme hivi kwa sababu mimi hii siasa ni ukweli. Tumeanza kuona wengine wakianza siasa ya mgawanyiko, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita, mambo ya kugonganisha wa Kenya. Na hakuna mtu ambaye anasimama hapo kusema msiongee vile mnaongea. Wanaruhusiwa tu waongee yale ambao wanasema. Sisi kama taifa, na ni vizuri tuambiane ukweli, kwa sababu tusipoongea ukweli tutarudia makosa ambaye tumefanya nchi hii. Hii sio mara yetu ya kwanza kuona viongozi wakiongea mambo machafu ya kulete vurugu. Na ya mwisho tuliyaona mwaka wa 2007
Tusifikirie ya kwamba hiyo mambo ilianza hapo hapo. Ilianza kwa maneno kama haya ambao watu wanaongea. Nawaomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi, na tusibague wananchi. Tuuze sera zetu, kazi yetu. Kwa sababu unashindwa. Haihitaji mtu awe ni mwerefu sana kujua shida iko wapi. Kusema ya kwamba ati watu wakiwa na hii na hii na hii, kwa nini hawakufanya? Hapana. Kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue. Na issue ni simple. Wenzangu, issue ni simple. Watu wanapiga kelele kwa sababu wanasema, jameni, mimi ni mtu ambaye mshahara wangu kwa mwezi ni shilingi 20,000. Hiyo 20,800 inaenda kwa petroli peke yake, kwa matatu kuenda na kurudi nyumbani. 12,000 inaenda kwa nyumba ambaye nimekodesha. Nimebaki na 2,000 ya kulisha watoto wangu na kuwapeleka shule. Hiyo ndiyo shida. Ongelesha shida, hapana ongea mambo ya kabila na ya nini. Ama ni namna gani wenzangu? Na kama unataka tusaidiane kutatua hiyo shida, semeni, tutatue hiyo. Lakini kwenda kuweka shida ati uweke ati ni kwa sababu ya huyu, ni kwa sababu